Jana tulikuwa tukikamilisha kuangalia baadhi ya matendo ambayo yanafanyika katika hili 10 la Dhulhijja, na leo biidhnillahi alkarim tunaangalia baadhi ya fadhail za siku ya Arafa, ambacho hiki ni kifungu cha 4, fadlu yaumi arafata. Anasema Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i hafidhahu Allah ta'ala, fadlu yaumi arafata, fadhila za siku ya Arafa. Na siku ya Arafa ina fadhaili nyingi sana. Siku hii ya Arafa ina fadhail zilizokuwa nyingi mno, lakini hizi nukta atakazozitaja hapa shekhe ni katika hizo, ni katika baadhi ya nukta zinazoashiria na kuonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Anasema shekhe, يوم عرفة من الأيام الفاضلة، siku ya Arafa ni miongoni mwa masiku matukufu. يوم عرفة من الأيام الفاضلة، siku ya Arafa ni miongoni mwa masiku matukufu. fi hadhihi al-ashr, katika 10 hili la kwanza la Dhulhijja. wa huwa yawmu at-tasi'u min Dhulhijja, nayo siku hiyo ya Arafa ni ile siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja, ni ile siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Na katika hii masala kuna khilaf baina ya ahli ilmi kwamba siku ya Arafa ambayo ndo siku ya kufunga saumu ya Arafa, je, ni ile siku ya mwezi 9 Dhulhijja au saumu ya Arafa inafungamana na kisimamo cha mahujaji pale Arafa? Khilafun baina ahli al-ilmi, kuna khilaf baina ya wanachuoni. Wako ambao wanasema anna yawma arafata, kwamba siku ya Arafa huwa al-yawmu at-tasi'u, ni ile mwezi 9 min Dhulhijja, katika mwezi wa Dhulhijja. Sawaan, sawa sawa, siku hiyo ya mwezi 9 wafaqa al-hajija am lam yuwafiq, sawa sawa mwezi 9 hiyo ikawafikiana na mahujaji kusimama pale Arafa au haijawafikiana nao. wa anna kulla baladin ru'yatuhum, wa anna likulli baladin ru'yatuhum, na kwamba kila mji una mwandamo wake, kila watu wa mji wana mwandamo wao.
Hii ni kauli katika aqwali za ahlul ilmi, katika aqwali za ulama wanachuoni wa fiqhi wameenda na mtazamo huo katika masala hii. Na hii masala ni masala khilafia, ni masala ya kifiqhi ambayo kuna khilafu ndani yake, na ni masala ijtihadia, ni masala ambayo inafaa wanachuoni kujitahidi katika kuzielewa na kuzielezea nususi, dalili zilizokuja kuelezea jambo hili, masala ijtihadia. Na ikishakuwa masail au ikishakuwa masala ni ijtihadia, basi imma kutapatikana kauli mbili au tatu au nne baina ya aqwali za wanachuoni, lakini kati ya hizi tatu bila shaka lazima kutakuwepo moja ndio yenye nguvu zaidi, lakini pia na hizi zingine zitakuwa na hujja, zimeshikilia katika hujja hiyo. Kwa hiyo katika hii masala kuna kauli mbili kuu. Ya kwanza ndio hii kwamba siku ya Arafa ni ile mwezi 9 ya Dhulhijja, sawa sawa itawafikiana na mahujaji kusimama Arafa au haitawafikiana. Lakini hapa tayari ushaona kwa mujibu wa hii kauli, yani ndani ya hii kauli kuna kauli nyingine, ndani ya hii kauli kuna kauli nyingine. Ndio maana nikasema kauli kuu ni hizi mbili. Kauli ya pili ni kauli ya ahlul ilmi wanaosema ya kwamba anna yawma arafata, kwamba siku ya Arafa huwa al-yawm alladhi yaqifu fihi al-hujjaju bi'arafata, kwamba siku ya Arafa ni ile siku ambayo mahujaji wanasimama pale Arafa, katika viwanja vya Arafa. Mahujaji wanapokuwa ile siku mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, hiyo ndo inahesabika kuwa ni siku ya Arafa. Wannasu tab'un lahum, na watu wanalazimika kuwafuata mahujaji fi tahdidi hadha al-yawmi, katika kuihadid, katika kubainisha kuhusiana na siku hiyo, kwamba ikiwa mahujaji wamesimama leo mwezi 9, ikiwa mahujaji leo ndio wamesimama Arafa, na ikawa baadhi ya miji wao bado haijafika mwezi 9, kwa maana mahujaji wakisimama Arafa moja kwa moja inakuwa siku hiyo ni siku ya mwezi 9, hakuna siku nyingine tayari. Lakini je, ni mwezi 9 ipi? Mwezi 9 ipi ambayo inazingatiwa? Ni mwezi 9 kwa kila nchi, au ni mwezi 9 kwa nchi ya Mamlakatul Arabia As-Saudia? Kwa mujibu wa kauli hii ya pili, maulama wanaosema kwamba siku ya Arafa ni ile siku ambayo mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa, na watu wanatakiwa kuwafuata mahujaji kwa hii siku, wanatakiwa kuwafuata mahujaji kwa hii siku, hata kama tarehe yao katika mji wao, katika nchi yao inatofautiana na tarehe ya mamlaka. Watu wanawajibika kufunga katika siku hiyo ambayo mahujaji wamesimama Arafa. Mathalan, mahujaji wanasimama kesho Jumamosi, ambayo kwa Mamlakatul Arabia ni mwezi 9,
mfano. Lakini katika nchi yenu mwezi 8 ikawa mlipishana na mamlaka katika kuona mwandamo mathalan. Kwa hiyo kwenu ikawa ni mwezi 8, mamlaka ikawa ni mwezi 9. Kwa hiyo mahujaji watakaposimama Arafa, kwa maana nyinyi hamtafunga, mtasema sisi hatuwezi kufunga kwa sababu hatujafika mwezi 9, na funga ya Arafa ni mwezi 9 kwa mujibu wa kauli ile ya kwanza. Tunaelewana? Sasa kwa mujibu wa kauli hii ni kwamba watu wanatakiwa wafuate mahujaji kusimama pale Arafa. Ile siku wanapokuwa wamesimama Arafa ndio siku watu inatakiwa wafunge sunna ya Arafa sawa sawa. Katika nchi yao ni mwezi 9 au ni mwezi 8 au ni mwezi 7 kama itatokea hiyo, lakini haipo tayari, haipo siku, yani nchi ambayo kwamba mamlaka ni mwezi 9 yenyewe ni mwezi 7, hakuna hiyo. Zipo nchi ambazo vimepishana mamlaka masaa mengi, lakini sio siku nzima. Usikudanganye mtu kwamba yeye amesoma jiografia sana basi akajua kwamba kuna nchi ambazo Saudi Arabia zimepishana siku nzima. Hakuna nchi hiyo duniani, mafi. Atakayesema nchi hiyo ipo aje atutajie. Labda huenda hatujasoma vizuri jiografia, ili tunafahamu kwamba zipo baadhi ya nchi wamepishana na Saudi Arabia masaa mengi, lakini sio masaa 24. Watapishana masaa, lakini siku bado ni moja. Siku bado ni moja. Hawa watatangulia na hawa watachelewa, lakini bado ni siku ni moja. Kwa kama hawa watawahi kufika mchana, hawa watachelewa kufika mchana, lakini nao watafika mchana. Tuko pamoja hapo? Bado wako katika siku hiyo moja. Kwa hivyo kwa mujibu wa kauli hii ni kwamba haijalishi kwamba nyinyi kwenu ni mwezi 8 au mwezi 7, madam ni siku ambayo mahujaji wamesimama Arafa, basi na nyinyi mnatakiwa mfanyaje? Mfunge. Hii ni kauli ya pili katika aqwali za wanachuoni, na fatwa hii na ni kauli ya kibari ulama akiwemo al-Imam Ibn Bazi rahimahullah ta'ala na wengineo katika wanachuoni wakubwa. Na hii ni fatwa ambayo imetolewa na imechapishwa katika fatawa al-lajna pale mamlakatul arabia as-saudia. Kadhalika fatwa hii imetolewa na darul ifta au lajnatul iftai al-misriya, pia wametoa fatwa hiyo na wamekwenda na kauli hii kwamba katika mwezi huu wa Dhulhijja au mwandamo wa Dhulhijja kinachozingatiwa ni alwuqufu biarafa, ni kule kusimama mahujaji pale Arafa bila kuangalia kwamba nchi fulani inachelewa kuingia mchana au baadhi ya nchi wanachelewa kuona mwezi, kwa hiyo mamlaka inakuwa mwezi 9 wao ni mwezi 8 tayari. Hii ni kauli ya pili, na hii ndio kauli ambayo ni aqwa, ndio kauli yenye nguvu katika hii masala kwamba kinachozingatiwa katika kufunga saumu ya Arafa ni kule kusimama mahujaji pale Arafa, na mahujaji hawasimami Arafa isipokuwa mwezi 9, hawasimami Arafa isipokuwa mwezi 9. Kwa ukishajua kwamba mahujaji wamesimama Arafa na kwenu ima mmepishana, basi wewe funga saumu ya Arafa. Labda ukisema kwamba mimi siwezi kufunga kwa sababu mimi namsikiliza shekhi, mathalan namsikiliza mufti
katika masala hii, na ikawa mufti wa nchi hiyo, yani mufti wa nchi yenu, amekwenda na kauli ya pili, amekwenda na kauli ya pili kwamba likulli baladi ru'yatuhu, kwamba kila watu wana mwandamo wao. Sawa, hii ni kauli ambayo ni maulama, pamoja na kwamba mashiko yao hayana nguvu, lakini ni kauli ipo na ni masala ijtihadia, ni masala ijtihadia na si masaili ya kudogeshana na kutoleana maneno kwamba wale wanaochelewa kufunga wale makhurafi masufi si kadha, la, watu wa bid'a, la, haina haja hiyo. Hii ni masala khilafia, masala ambayo ijtihadi ipo na aqwali za maulama zipo. Mwenye kutaka masala hii alegee kitabu Fathu Dhil Jalali wal Ikram ya Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ameeleza kwa mapana na marefu, kaleta khilafu zote, kaeleza aqwali za ahlul ilmi humu. Masala ya muandamo na kadha, ima muandamo wa Ramadhani, muandamo wa Dhulhijja, ni masail ijtihadia, masail ya kielimu, si masaili ya kunyoshiana vidole kwamba wewe kwa nini umewahi kufungulia, wewe kwa nini umechelewa kufunga. Shesha, masala ya kielimu ni watu kukaa na kudurusi masala, hasa kwa tulabul ilmi, mashekhi kukaa chini na kuyadurusi masaili tayari, kisha baada ya kuyadurusi masaili kukusanya aqwali na kudurusi dalili za kila kauli, dalili za kila kauli, kisha unazinaqish, kuzifanyia munaqasha adilla za kila kauli, thumma akhirul mataf unafanya tarjih. Ikishindikana aljamu, basi unafanya tarjih, unarajihisha kwamba kwa mujibu wa dalili hizi, kwa mujibu wa dalili ya kila kauli, basi dalili ambazo ni zenye nguvu ni dalili za kauli ya kwanza au ya pili. Haya ni masaili ambayo tulabul ilmi yanafahamika kwa wanafunzi, kadhalika na kwa mashekhi. Kwa ukishafahamu na ukishasoma masaili ya ijtihadia ukadurusi kwa pande zote, unapoelezea unatakiwa unaeleza pande zote mbili, kauli zote mbili au tatu, kisha kwa vile ulivyodurusi hizo aqwali na dalili zake, kwamba mimi kwa mujibu wa dalili na kwenda na kauli ya tatu na kwenda na kauli ya pili, hii ndio kauli rajih kwangu mimi, ndio kauli naona yenye nguvu, na kauli hii amekwenda nayo shekhi fulani na shekhi fulani wa hakadha tayari. Lakini sio kuzungumza katika masaili khilafia kauli moja na ukapitisha kauli hiyo na ukasema kwamba kauli nyingine, atakayeshikamana na kauli nyingine amekosea na atapata dhambi na atakiwa tubie. Hii si mapito ya kielimu katika masaili khilafia, si mapito ya kielimu katika masaili al-khilafia, bali natakiwa unabainisha kwamba kauli yenye nguvu ni hii kwa dalili nilivyozifuatilia za pande zote. Kauli yenye nguvu ni hii na mimi nakwenda na hii basi. Lakini ujue kwamba unakwenda na kauli hii katika masala hii, kuna wengine pia watakwenda na kauli nyingine. Sasa watakao kwenda na kauli nyingine, hutakiwi kuwanyoshea vidole na kuwashambulia kwa maneno, bali unatakiwa kuzungumza nao kielimu. Unatakiwa kuzungumza nao kielimu kama kuna haja ya kuelimishana na kunakishiana. Ama kwa watu wa kawaida, awamu nasi, waislamu wa kawaida, ambaye hawezi kufunua vitabu akasoma akafuatilia tarjihati za ahlul ilmi, basi yeye atauliza tu mashekhi ambao anathika nao, wale mashekhi ambao anawaamini na anaamini elimu zao na dini yao, basi atawauliza vile watakavyomjibu na kumwelekeza ashikamane na fatua hiyo. Basi huu ndio msimamo wa Waislamu wanatakiwa wao, kwamba umemuuliza shekhi wako katika masala
akakujibu, basi shikamana na hivyo atakapokuwa amekuelekeza shekhe wako, kama ni katika ufafanuzi wa kisheria. Tayeb, nimependa kuelezea hapo kwa sababu ndio sehemu ya mwanzo kabisa shekhe ameitaja kuwa siku ya Arafa ni siku ya mwezi 9. Nikaona nitoe kidogo ufafanuzi hapa kwa sababu hapa ndio penye ishkali. Watu wameweka midaharo mingi mirefu wakizungumzia hii. Kaseti zipo mpaka leo. Miaka ya nyuma huko watu wanakaa midaharo kutwa nzima wanajadiliana swala hili la funga ya Arafa kwamba ni lini, ni siku ya kisimamo au ni mwezi 9. Ikiwa mamlaka wao ni mwezi 9, sisi ni mwezi 8, je, tunatakiwa tufunge au la? Ikawa mnatakiwa mfunge, sisi hatufungi. Kila mmoja analeta akwali, mdahalo unakwenda, masaa yanakwisha. Basi ikabaki kuwa watu wanaofunga kwa kufuata mahujaji wakisimama mamlaka ni mawahabi. Ndo lugha iliyozoeleka hivyo tayari. Na watu wanaochelewa wanasema kwamba likulli baladin ru'yatuhum ni masufi na makhurafi. Ikazoeleka hivyo katika nchi zetu hizi, lakini sio kweli hivyo. Hii si lugha ya kielimu, hizi si lugha za kielimu kwamba anayechelewa ni sufi na anayewahi wahabi. Kupeana majina kwa masala kama hii si sawa, si sawa, kwa sababu ukisema kwamba wanaochelewa ni masufi, kuna maulama wakubwa, ni maulama wa sunna masalafi, na wapo katika masala hii wamesema, wanakwenda na maukifu hii kwamba kila watu watazame mwandamo wao. Utawatia nao katika usufi tayari. Kwa tunapokuwa tunaelezea masala tulabul ilmi, tuwe makini sana katika kuyaelezea. Kuna baadhi ya misimamo watu walikuwa nayo huko nyuma kabla ya kufuatilia na kudurusi vitabu na kukaa kwa maulama. Basi unapoelezea masaili unatakiwa uwe makini, usielezee masaili kimsimamo, usielezee kimsimamo kama ulivyo msimamo wako uliokuwa nao huko, ambao ni msimamo ulikuwa haujajengeka katika misingi ya kielimu, haujajengeka katika misingi ya bahthi ya kielimu. Kwa hivyo kauli yenye nguvu katika hii masala, na ndio tunamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa kauli hii, ni kwamba muandamo ni mmoja tu. Popote ukiandama na watu wakapata taarifa, unawajibikia watu kufunga muandamo huo. Watu wanawajibika kufunga kama ni Ramadhani, kadhalika na kama ni Dhulhijja, watu natakiwa wafunge siku ile ya Arafa kwa kufuata kisimamo cha mahujaji pale Arafa. Lakini kwa masikitiko makubwa unakuta mtu ambaye ananakishiana katika masala hii kwamba inakuwaje sisi ikiwa tufunge wakati mahujaji wamesimama Arafa. Tayib, unakataa hii kauli likulli baladin ru'yatuhum. Haya ni maneno na sio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa unasemaje zile nchi ambazo zimepishana na Saudi Arabia? Saudi Arabia ni mchana, wao ni usiku. Watasimama vipi Arafa? Kwani wale wanasimama Arafa? Kwani Arafa wanasimama wapi na wapi? Arafa wanasimama Maka tu pale, na sio Maka yote, ni katika viwanja vya Arafa, sawa, kule mashairi al-haram, amakin al-muqaddasa, ni sehemu maalum, ndio wanasimama huko Arafa. Wewe ambaye hauko Maka, yani hauko katika ibada ya haji, kisimamo cha Arafa hakikuhusu wewe, inakuhusu kufunga saumu ya Arafa, inakuhusu kufunga saumu ya Arafa. Sasa usianze kuleta hoja kwamba utasemaje wale Saudia ni mchana, wao ni usiku. Unasemaje? Saudia ni mchana kwa sababu wamewahi kuingia mchana, wale ni usiku kwa sababu wamechelewa kutoka usiku kuingia mchana. Lakini watalala, wataamka, wataingia asubuhi, tayari itafika siku ile ya Arafa. Sisi tunaelewana?
watafika na wao mchana. Kwa maana yake itafika alfajiri watafunga saumu ya Arafa, na bado siku ni ile moja, bado siku ni moja. Sasa huoni kwamba watafunga saa zingine, baadhi ya nchi wanaweza wakafunga mahujaji washatoka Arafa? Naam, hakuna shida. Hata kama wao itafika wakati wa kufunga mahujaji washatoka Arafa, watafunga na wao, ule ndio mchana wao, na ni siku bado ni moja, haijapishana, hawajatoka katika siku ni hiyo, ni moja. Sisi tunaelewana? Halafu tuachane na hiyo kwamba kwa nini uanze kutafuta nchi ambazo zimepishana sana na mamlaka masaa, kwa mamlaka ni mchana, wao ni usiku. Kwa nini uanze kutoa hoja kwa nchi hizi shekhi? Angalia nchi yako shekhi. Hivi unakusudia dini, unamkusudia Allah tabaraka wa taala katika kusimamisha hoja kwako? Unamkusudia Allah? Unakusudia kurefusha mjadala na kuweka upinzani kwamba haiwezekani tukaenda pamoja tukafunga pamoja? Abadan, haiwezekani. Kwamba watu waendelee kuwa wamepasuka hivyo katika masala hii. Mathala kwa nchi yetu ya Tanzania, unaanza kuijadili Marekani. Ya jadili kwanza Tanzania na Saudi Arabia, acha na habari za Marekani. Jadili Tanzania kwanza. Wewe na Saudi Arabia, Tanzania hapa kwenu na Saudi Arabia mmepishana nini? Hamjapishana hata dakika. Ukipiga simu saa hizi kwa mtu ambaye yuko mamlaka na kuambia ni saa 1:14, huenda tu zikapishana saa, zikatofautiana saa dakika hizi. Wakati mwingine saa yangu hii na dakika 14 ya kwako ukiangalia 15 ya yule 16, mushkila tayari. Sawa, lakini sio kwamba zimepishana mamlaka na Tanzania dakika au saa. Hakuna. Saa na dakika ya mamlaka ndio ya Tanzania. Sasa kama kweli unamkusudia Allah, usianze kuleta hoja ya nchi zingine. Tunazungumzia nchi yako. Je, mnapishana na mamlaka? Ili hoja yako isimame hapa, mnapishana na mamlaka? Kama mnapishana kama wale wengine unaowataja, basi unaweza kuleta hoja hiyo, tukaangalia namna ya kuamiliana nayo. Lakini kama hampishani, hakuna haja ya kuleta hoja hiyo kwamba mbona Marekani ni usiku, Saudia ni mchana wakadha. Hakuna haja hiyo. Tayib, idhan masala hii ni masala ambayo ina maneno mengi, lakini hapa tumefupisha tu kwamba kauli hizi mbili za wanachuoni, kauli wanaosema kwamba kila watu na mwandamo wao, na kwamba Arafa kufunga ya Arafa inafuata siku ile ya mwezi 9 kwa kila nchi, bila kuangalia mamlaka. Hiyo ni kauli, yani kauli ya wanachuoni, sio kauli ya wavuta bangi. Tuelewane, ni kauli ya ahlul ilmi. Kwa usije kawadogesha wale ambao wameshikamana na kauli hii na kuwatoa kwenye Uislamu. Kama kunafikia hatua kuna watu wanakuwa wanashikana na misimamo ya hovyo kabisa, ambia makafiri hawa, kisa eti wanafuata mwandamo wao, wanachelewa kufunga. Au hawa makafiri hawamwamini mtume hawa, kisa eti wanafuata mwandamo wa Saudi Arabia. Ya akhi, mnatuona kwenye Uislamu kwenye masaili haya. Taqullah, mcheni Allah tabaraka wa taala. Hizi kauli mbili, na kauli yenye nguvu ni kauli ya pili, kwamba watu wanatakiwa hasa kwenye hii funga ya Arafa, watu wafunge saumu ya Arafa kwa kufuata mahujaji wanapokuwa wamesimama Arafa, na mahujaji hawasimami isipokuwa mwezi 9. Tumeelewana Waislamu? Bali baadhi ya ahlul ilmi wameeleza kwamba hata hawa ambao wamekwenda na kauli hii ya kuwa kila watu na mwandamo wao, hii kanuni na maneno haya wanayatumia katika mwandamo wa Ramadhani, ama mwandamo wa Dhulhijja wanakwenda na mamlaka, kama ilivyo hii lajna ya ifta ya Misri. Msimamo wao na fatwa yao, yani wa mashekhe wa Misri, ni kila mji na mwandamo wao.
kila mji na mwandamo wao, kwa maana mwandamo wa mwezi wa Ramadhani. Ama mwandamo wa Dhulhijja wanaangalia mamlaka. Mwandamo wa Dhulhijja wanaangalia mamlaka, kwa maana wanazingatia kule kusimama mahujaji Arafa na sio kuangalia mwezi 9. Tumeelewana? Na kama watu wote wakachukua msimamo huu, lakana khairan. Ikawa kwamba mwezi wa Ramadhani, mwandamo wa Ramadhani, kila watu na mwandamo wao, la basi. Ikiingia mwezi wa Dhulhijja tunaangalia, tunafuata kisimamo cha mahujaji, full stop. Hadha lakana khair. Lakini yote ni khairi, na sote tunakusudia radhi za Allah tabaraka wa taala, na ni masala ambayo ijtihadi ipo na khilafu iko wazi, wala hakuna haja ya kunyosheana vidole. Tumeelewana? Wallahu aalam. Tayeb. Anasema Sheikh hafidhahu Allah taala, يوم عرفة من الأيام الفاضلة في هذه العشر. siku ya Arafa ni katika masiku yaliyokuwa matukufu katika hili 10 la kwanza la Dhulhijja. Wa huwa yawmu at-tasi'u min Dhulhijja, nayo ni siku ile ya 9 ya Dhulhijja. Katika fadhila za siku ya Arafa, Sheikh anasema faqad akmala Allahu ta'ala dinahu yawma Arafata. Allah tabarak wa ta'ala ameikamilisha dini yake siku ya Arafa. Faqad akmala Allahu ta'ala dinahu, Allah tabarak wa ta'ala ameikamilisha dini yake yawma Arafata, siku ya Arafa. Hili ni jambo la kwanza katika mambo yanayoonyesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa, annahu yawmu ikmali din, ni kwamba siku ya Arafa ni siku ya ukamilifu wa dini, kwa maana ndio siku ambayo Allah ameikamilisha dini ya Uislamu. Indama nazalatil ayatu, pindi ilipotelemka aya, ay ayatu takmili din, aya iliyokuja kukamilisha dini, yani aya iliyokuja kubainisha ukamilifu wa dini. Katika surati Maida aya ya 3 aliposema Allah tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni nyinyi kuwa Uislamu ndio dini. Nimeuridhia kwa nyinyi kuwa Uislamu ndio dini. Kwa dini ya Uislamu ndio dini yenye kuridhiwa kwa Allah tabaraka wa taala, na hakuna dini nyingine inayoridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yoyote atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu hatokubaliwa matendo yake kwa dini hiyo, na siku ya kiyama atakuwa katika wenye kula hasara. Nini? Kwa sababu alishikamana na dini isiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ziko nyingi hapa duniani, lakini dini inayokubalika ni moja. Dini sahihi ni moja tu, al-Islam. Ama dini zingine ni dini zisizokubalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال عمر رضي الله عنه، أنا سمع عمر ابن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفته، أي نزلت عليه هذه الآية وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Hiki ni kisa maarufu. Myahudi mmoja alikwenda kwa Umar ibn al-Khattabi
radhiyallahu ta'ala anhu, akamwambia ewe Umar, katika dini yenu na katika kitabu chenu kuna aya ambayo ni tukufu sana. Katika kitabu chenu, yani Qur'ani, kuna aya ambayo ni tukufu sana, ni aya ambayo ni nzito. Kama ingeteremka kwetu sisi Mayahudi hiyo siku ambayo aya hiyo imeshuka, kama ingeteremka kwetu, basi siku hiyo tungeifanya kuwa ni Idi, tungeifanya kuwa ni sikukuu ya kusherehekea kwa sababu ya uzito na utukufu wa aya hiyo. Umar ibn al-Khattabi akamuuliza yule bana, akamwambia ni aya kadha, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, ambayo ni hii tumeisoma. Umar ibn al-Khattabi akamwambia qad arafna dhalika al-yawma, ndio akamjibu haya. Kwa hii ni sehemu katika hadithi hii, hii ni sehemu ya hadithi. Qad arafna dhalika al-yawma, sisi tumekwisha ijua hiyo siku ambayo imeteremka aya hii, tunaijua vizuri. Wal makana alladhi nazalat fihi, sio siku tu, bali mpaka mahala, sehemu ambapo aya hiyo imeteremka, mtume akiwepo, tunajua hiyo sehemu ambayo aya hiyo imeshukia. Ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kumteremkia mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema aya hiyo tunafahamu imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa qaimun, hali ya kuwa amesimama, bi'arafata, pale Arafa, yauma aljum'ati, siku ya Ijumaa. Kwa hiyo aya hii imeteremka siku ya Ijumaa na siku ya Arafa, kwa maana haji aliyohiji mtume sallallahu alayhi wasallam, siku ile Arafa ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na ndio siku ambayo imeteremka aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Tayib, kwa hivyo Umar akasema haya maneno kuonesha kwamba sisi hatuwezi kuifanya hii siku ambayo imeteremka aya hii ambayo ni siku ya Ijumaa, hatuwezi kuifanya siku hii kuwa ni siku ya Idi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi katika utaratibu wetu sisi Idi zetu zinafahamika, Idi zetu, sikukuu zetu zinafahamika, si tu kwamba kila mmoja anaweza kawa anaanzisha sikukuu yake. Kwa hii ni moja katika fadhail, katika mambo yanayoonyesha utukufu na ubora wa siku ya Arafa, kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala ameikamilisha dini ya Uislamu katika siku hiyo. Na hii ni aya ya mwisho kuteremka katika ayatul ahkam, katika aya zenye zilizokuwa zikishuka kuja kubainisha ahkam na sheria. Hii ndio aya ya mwisho kushuka. Ama aya ya mwisho kushuka moja kwa moja kwa mtume alayhi salam, kwamba baada ya kushuka aya hiyo mtume hakushukishiwa aya nyingine tena, sio hii, ipo nyingine tayari. Naam, wanasema mufassirun, aya ya mwisho kabisa kuteremka ni kauli ya Allah tabaraka wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hii ndio aya ya mwisho kushukishiwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuteremka aya hii hakuishi muda mrefu na hakuna aya tena iliyoshuka, akawa amefariki sallallahu alaihi wasallam. Wa fi yaumi arafata, kisha Sheikh anasema, na katika siku ya Arafa, yu'tiqu Allahu azza wa jalla minan nari, Allah tabaraka wa taala huwa acha huru na moto. Yu'tiqu Allahu
wa fi yawmi arafata, na siku ile arafa, yu'tiqu Allahu azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala anawaacha huru katika siku hiyo, minan nari, kutokana na moto, kathiran min ibadihi, wengi katika waja wake. Kwa maana siku ile ya Arafa ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala yu'tiqu kathiran min almu'minin minan nar, anawaacha huru, kwa maana anawaweka mbali waja wake waumini kutokana na moto. Anawaacha huru, kwa maana anawaweka mbali na moto wengi katika waja wake, kwa maana almu'minin, ambao ni waumini. Kama akhbarana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyotukhabarisha Mtume sallallahu alayhi wasallam biqaulihi, kwa kauli yake akisema, ma min yawmin, hakuna siku yoyote katika masiku ya mwaka mzima, akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yawmi arafata, hakuna siku yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan, Allah tabaraka wa taala humwacha huru kwa wingi mja wake, kwa maana humweka mbali mja wake mu'min kutokana na moto kwa wingi, min yaumi arafata, kuliko siku ile ya Arafa. Hakuna siku ambayo akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan, siku ambayo Allah tabaraka wa taala humwacha huru mja wake kwa wingi, kwa maana humweka mbali mja wake kwa wingi kutokana na moto, minan nari, kutokana na moto, min yaumi arafata, kuliko siku ile ya Arafa. Kwa maana zipo baadhi ya siku ambazo Allah tabaraka wa taala anawaacha huru, anawaepusha waja wake waumini kutokana na moto, kwa kukithirisha waja hao kufanya mema katika masiku hayo, katika misimu hiyo. Lakini siku ambayo Allah yuwakithirisha zaidi kumweka mbali mja wake na moto ni siku ile ya Arafa, na hakuna siku mfano wake, ambayo Allah tabaraka wa taala anamweka mbali mja wake na moto wa jahannam. Naudhu billahi min adhabi nar. Kwa Muislamu kishasikia hadithi kama hizi kwamba siku ya Arafa, katika ofa zinazopatikana siku hili, ni siku ya Waislamu kuachwa huru na moto, kwa maana kuwekwa mbali na moto. Hii ni ofa kubwa shekhi. Unataka ofa gani shekhi? Unataka ofa za pesa shekhi. Bila shaka ukimuuza unataka nini Muislamu? Nataka hela shekhi. Zuyina linnasi hubbu shahawati. Mtu anasahau kwamba hata mtu kiwaambia hebu kaeni chini mumuombe Allah, kila mmoja inue sauti yake, utasikia ya Rabbi fulus, sawa. Utakayemsikia ya Rabbi aljanna ni wachache, lakini kila mmoja fulus. Ya akhi, aljanna awala, fulusi zinakuja baadaye. Omba pepo kwa wingi, lakini pia na fulusi omba. Ya Rabbi fulusi, la basi omba, lakini usikithirishe kuwa katika dua zako wewe ni fulusi tu. Tayib. Kwa siku hii ya Arafa ni siku ya kukithirisha kumwomba Allah akuepushe na nini?
na moto wa jahannam. Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine, yaqulu sallallahu alayhi wasallam, anasema mjumbe wa Allah. Hadithi hii tulioimaliza ameitoa Imam Muslim. Na hadithi nyingine anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha, hakika Allah tabaraka wa taala, yubahi bi ahli arafatin ahla as-samai fayaqulu lahum انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. حديثه رواه أحمد وابن خزيمة، رواه أحمد وابن خزيمة. anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha, hakika Allah mtukufu, yubahi bi ahli arafati, anajifakharisha, yubahi ay yufakhiru bihim wa yudhhiru fadlahum lilmalaika. Allah tabaraka wa taala yubahi, anajifakharisha, bi ahli arafati, kwa wageni wake walioko Arafa. Bi ahli arafati, kwa wageni wake waliosimama Arafa. Mahujaji hao, mahujaji ni wageni wa Allah, wanaitwa dhuyufur rahman. Mahujaji ni dhuyufu arrahman, wageni wa Allah. Kwa hivyo Allah anajifakharisha siku ile ya Arafa bi ahli arafati, kwa wageni wake ambao ni mahujaji walioko pale Arafa. Ahla as-samai, anajifakharisha mbele ya wakazi wa mbinguni, anajifakharisha kwa wale wageni wake walioko Arafa ambao ni mahujaji. Ahla as-samai, kwa wakazi wa mbinguni ambao ni malaika. Anajifakharisha vipi? Yani Allah tabaraka wa taala anaonesha na kubainisha fadla za mahujaji na kuwabainishia malaika daraja walizofikia wale wageni wa Allah, kwamba ni watu wenye daraja za juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waliokwenda kutekeleza ibada ya haji, wamesimama Arafa, wamevaa nguo moja, wanaume wote nguo moja. Yani nguo moja maana yake ni ya juu na ya chini, hakuna kitu ndani. Taabudan lillahi tabaraka wa taala. Sasa watu wamechoka, haijalishi ni raisi, mfalme, nani, nguo moja, mafi kalam. Hii ni ibada, na watu wote wanajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala anajifakharisha kwa kutaja na kuwabainishia malaika fadhila za waislamu walioko pale Arafa. Anawafahamisha viumbe gani? Ahla sama, wakazi wa mbinguni ambao ni malaika. Anawaambiaje Allah tabaraka wa taala katika kubainisha fadhila za mahujaji? Anawaambia, fayaqulu lahum, Allah anasema kuwaambia ahla samai, wakazi wa mbinguni, malaika, malaikatur rahman, undhuru, watazameni, ila ibadi, waja wangu hawa. Undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu hawa, wametoka sehemu za mbali duniani, wamekuja hapa Arafa, wote wamekusanyika hapa Arafa. Jauni, wamenijia mimi Mola wangu, Mola wao. Jauni, wamenijia mimi Mola wao, kwa maana wamekuja kutaka msamaha, wananiomba niwasamehe, wataka rehema zangu na radhi zangu. Jauni shu'than, wamenijia hali ya kuwa
na nywele timtim, shu'than ghubran, wamenijia hali ya kuwa na nywele zao zikiwa ziko timtim, shu'than ghubran, wakiwa wamejaa mavumbi katika mili yao na nguo zao. Ghubran, wakiwa wamejaa mavumbi katika mili yao, katika miguu, mikono, vichwa, nyusi zimejaa vumbi kwa sababu ya safari. Lakini pia nywele zimejaa mavumbi na ziko timtim kwa sababu mahujaji kama tulivyoelezana kwamba wakishahirimia haji hawaruhusiwi kunyoa wala kupunguza wala kufanya chochote ambacho kitapelekea nywele kukatika. Hakuna kuchana wala kufanyaje, tachana siku ya mwisho huko. Naelewana? Kwa ukishakuwa huchani nywele maana yake zinakaa timtim, zinakaa ovyo ovyo. Kwa Allah tabarak wa taala anawaambia malaika, waangalieni hawa waja wangu wamekuja, wanataka nini? Wanataka msamaha wangu. Mwisho hadithi Allah tabarak wa taala anawaambia malaika, basi shuhudieni anni qad ghafartu lahum. Mwisho wa hadithi hii ni sehemu ya hadithi, Sheikh amekata kipande. Allah tabarak wa taala anawaambia malaika kwamba hawa hawakuja isipokuwa wanataka msamaha wangu mimi Mola wao, basi shuhudieni enyi waja wangu, anni qad ghafartu lahum, tayari nimewasamehe madhambi yao. Tayari kwa mahujaji wanatoka pale Arafa wakiwa kama siku walivyozaliwa na mama zao. Allah tabarak wa taala anawasamehe madhambi yao. Kwa siku ya Arafa ni siku ya kuachwa huru na moto. Siku ya Arafa ni siku ya kufutiwa madhambi, ni siku ya kufutiwa madhambi kwa watu waliosimama wapi? Arafa, wanafutiwa madhambi yao yote. Wale ambao hatujafanikiwa kwenda haji, tunatakiwa tufunge na sisi, jua likizama siku ile ya Arafa, na sisi tufutiwe madhambi ya miaka hii miwili, tufutiwe madhambi ya miaka miwili. Hujaji amefutiwa madhambi ya miaka mingapi Sheikh? Amefutiwa madhambi ya miaka mingapi? Mtu alienda kuhiji, madhambi yake yote. Wewe na mimi tukifunga somu ya Arafa tunafutiwa madhambi ya miaka miwili. Ni kheri iliyoje Muislamu kukimbilia kheri hizi kwa kufunga siku ya Arafa. Hata kama huna uwezo wa kwenda haji, basi hizi kheri zisikukose. La ilaha illa Allah. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى, na ametaja Imam Ibn Rajab Allah amrehemu, anna al-itqa minan nari, kwamba kuachwa huru na moto, amun, jambo hili ni lenye kuwaenea, li jami'il muslimin, waislamu wote. Jambo hili la siku ya Arafa, Allah tabaraka wa taala anawaacha huru waja wake na moto, kwa maana anawaweka mbali na moto. Jambo hili anasema Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala kwamba hii inawahusu waislamu wote, waliokwenda Makka kuhiji na ambao hawajaenda, waliofunga na ambao hawajafunga. Jambo la kuacha huru na moto. Ama jambo la kufutiwa madhambi kwa miaka miwili, mwaka ujao na mwaka uliopita, hii ni ofa kwa aliyefunga. Hii ni ofa kwa aliyefunga siku ya Arafa. Allah tujalie na tufikishe siku ya Arafa na atupe afya njema tuweze kufunga siku hiyo. Hadithi hii ameitoa Imam Ahmad kama tulivyoeleza, lakini maneno haya ya Al-Hafidh Ibn Rajab yanapatikana katika kitabu chake Al-Lataif. Kisha anasema Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala, wa yustahabbu siyamu yawmi Arafata,
na inapendeza kufunga siku ya Arafa. Wa yustahabbu, na inapendeza, na hili ni jambo la tatu katika matendo ambayo, katika mambo ambayo yanaonesha ubora wa siku ya Arafa. Hili ni jambo la tatu. Jambo la pili, tumeona kwamba siku ya Arafa ni siku ambayo Allah humweka mbali mja wake na moto. Jambo la tatu, inaonesha katika mambo yenye kuonesha ubora wa siku hii ya Arafa ni kwamba funga ya siku ya Arafa ni sababu ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Hili ni jambo la tatu katika mambo yenye kuonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Ndio Sheikh anasema wa yustahabbu siyamu yaumi arafata, na inapendeza kufunga siku ya Arafa, haithu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, kwa namna ambavyo mtume alayhi salam suila an saumi yaumi arafata, aliulizwa kunako funga ya siku ya Arafa. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana mtume aliulizwa kunako fadhila, thawabu, ujira wa kufunga siku ya Arafa. Faqala, akasema alayhi salam, yukaffiru sanata almadiyata was-sanata alqabilata, kwamba katika yani ujira unaopatikana katika kufunga sunna ya Arafa, yukaffiru sanata almadhiya, funga hiyo ni kafara ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, was-sanata alqabilata, na kufutiwa madhambi ya mwaka ujao. Kwa maana funga ya siku moja ya Arafa ni kafara, ni sababu ya wewe mfungaji kusamehewa madhambi yako ya mwaka jana na madhambi ya mwaka huo unaokuja. Na madhambi yanayofutwa kwa kufunga sunna ya Arafa, maulama wanasema ni madhambi madogo madogo, madhambi madogo madogo. Na ni nani asiyekuwa na madhambi madogo madogo? Ma fi ahad. Basi tuunguze madhambi yetu haya kwa kufunga siku ya Arafa. Ama madhambi makubwa hayafutwi illa bitaubatin nasuh, isipokuwa kwa toba ya kweli. Wa hadha yustahabbu lighairi alhaj, Sheikh anasema na funga hii ya Arafa inapendeza kuifunga lighairi alhaj, kwa mtu asiyekuwa haji. Kufunga sunna ya Arafa inamhusu mtu asiyekuwa haji, mtu ambaye hayupo katika ibada ya haji. Wa amma alhaju, ama mtu ambaye yupo kwenye ibada ya haji, fala yusannu lahu siyamu hadha alyawma, si sunna kwake kufunga siku hii ya Arafa. Mahujaji si sunna kwao kufunga sunna hii ya Arafa. Wa fitruhu afdalun, na kufungulia kwake ni bora zaidi kuliko kufunga. Yani haji, mtu ambaye yupo kwenye ibada ya haji aliyesimama Arafa, kufunga yani kufungulia kwake ni bora zaidi kuliko kufunga. Kule kutoka kufunga ndio sunna kwa mahujaji, taasiyan bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad taraka saumahu, kwani mtume alayhi salam aliacha kufunga sunna ya Arafa. Siku ile Arafa mtume hakufunga. Arafa ya mwaka uliokuwa umepita alikuwa akifunga, sawa. Arafa ya haji ya mwezi ya mwaka wa 9 alioongoza Abubakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mtume alayhi salam alifunga Arafa tayari. Lakini Arafa ya mwaka wa 10 ambayo ndo hija aliongoza mtume sallallahu alayhi wasallam, hakufunga ile Arafa yake. Kwa sababu gani? Alikuwa pale katika viwanja vya Arafa, alikuwa katika haji, na sunna ya Arafa haifungwi na mtu ambaye yupo haji. Tunafunga sisi ambao
hatupo katika ibada ya haji, kwa sababu haji mashghulun bimanasiki alhajj, kwa sababu mahujaji wanakuwa wameshughulishwa na ibada za haji, wanakuwa wameshughulishwa na ibada za haji. طيب, hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tumeona inatufundisha ubora wa siku hii ya Arafa, na kwamba funga ya siku ya Arafa ni sababu ya kufutiwa madhambi ya miaka miwili. Ni ofa iliyoje kwetu sisi Waislamu. Allah tabarak wa taala anavyotutakia kheri waja wake. La hawla wala quwwata illa billah. طيب, hilo lilikuwa jambo la 3. Jambo la 4 katika mambo yanayojulisha ubora na utukufu wa siku ya Arafa, anna ad-du'a fihi afdalu du'ain. Anna ad-du'a fihi afdalu du'ain, ni kwamba dua inayoombwa siku ya Arafa ndiyo bora ya dua zote. Waislamu tusilale, tusighafiliki na siku hii ya Arafa. Hii ni kuchezea fursa, hii inaitwa kuchezea fursa. Sasa katika siku ambazo dua inajibiwa haraka, na ndiyo siku ukiomba dua yako siku hiyo ni afdalu dua, ni dua iliyokuwa bora, haina mfano. Ni dua utakayoiomba siku ya Arafa. Yani wewe uko hapa Masjid Hidayah, uko nyumbani kwako, upo dukani kwako, uko njiani, upo kwenye daladala, ya Rabbi nakuomba unisamehe madhambi yangu, ya Allah nifungulie katika riziki zangu, ya Allah nakuomba kadha wa kadha. Moja kwa moja Sheikh, hizi ni nyakati za kukubaliwa maombi na Allah tabaraka wa taala. La ilaha illa Allah. Anasema Sheikh, waliduai yaumi arafata, na dua ya siku ya Arafa maziyatun, inatofautiana kabisa ala ghairihi, na dua ya siku zingine. Yani siku ya Arafa, dua inayosoma siku ya Arafa lahu mizatun, ina miza au mazia, yani ina tofauti kubwa na dua ya siku zingine. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa hakika Mtume alayhi salam asema, khairu duai, bora ya dua, khairu duai, dua iliyokuwa bora, khairu duai, dua iliyokuwa bora zaidi, dua yaumi arafata, ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Dua iliyokuwa bora zaidi ni dua inayoombwa siku ya Arafa. Sasa ukishasikia hivyo, Muislamu unataka nini? Unalala, fanya ishtighali siku ile asubuhi na kadha, na kwa sababu umefunga tafuta riziki, lakini jitahidi sana, imma baada al-asri, yani ukusudie kwamba nikisha swala la asiri sitoki msikitini, ni dua tu mpaka jua inazama. Hadha khairul lak, hii ni bora Sheikh. Lakini si lazima kwamba ukae msikitini kuanzia la asiri mpaka magharibi, basi tu kwamba ni bora kwako wewe. Lakini kama una ishtighali zingine za kufanya, fanya, lakini usisahau kufanya kuomba dua, usisahau kuomba dua. Khairu duai duau yaumi Arafa, dua bora zaidi kuliko dua zote ni dua ya siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu, na maneno bora niliyosema mimi. Wa khairu ma qultu ana, na maneno bora, maneno mazuri niliyoyasema mimi mtume wenu. Wan nabiyuna min qabli, na manabii wengine walionitangulia kabla yangu.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Haya ndio maneno bora na maneno yaliyokuwa mazuri katika maneno yote aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake wote. Anabainisha katika haya maneno alayhi salam kwamba maneno bora, maneno mazuri kwa Allah tabaraka wa taala aliyoyasema yeye Mtume alayhi salam, wan nabiyuna, na manabii wengine wote, min qabli, walionitangulia kabla yangu. Maneno mazuri ambayo tumeyasema mitume ni haya. Hakuna maneno utakayoyaleta yaliyokuwa mazuri yakashinda haya. Ni maneno gani? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Idhan dua hii na dhikri hii yustahabbu al-iktharu minha, inapendeza kukithirisha dhikri hii yauma arafata, siku ya Arafa. Waislamu tukithirishe sana kuleta dhikri hii. Hii dhikri haihitaji mpaka uwe shekhi, hata wewe maamuma unasoma hii dhikri. Haihitaji kwamba lazima uwe mwanafunzi, hata kama ni mtu wa kawaida unasoma dhikri hii. Nani atashindwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir? Nani atashindwa kusema dhikri hii? Basi sote tunaweza. Tumuombe Allah tuwafikishe, tuilete kwa wingi siku ya Arafa, tukithirishe sana dhikri hii. Lakini baada ya asri mpaka jua kuzama, min babi aula, ni wakati mwafaka zaidi. Falyahrisil muslim, Sheikh anasema basi apupie Muislam, ala duai fi hadha al-yawm al-azim. Falyahrisil muslimu, na apupie Muislamu, ala duai, kuomba dua, fi hadha al-yawm al-azim, katika siku hii iliyokuwa tukufu, siku ya Arafa. Siku ya Arafa ni siku ambayo tumeona kwamba dua inayoombwa siku ya Arafa ndio dua bora kuliko dua zote wanazoziomba watu katika masiku mengine. Kwa tukithirishe kuomba sana, kumwomba Allah tabaraka wa taala atusamehe madhambi yetu, atufanyie wepesi katika maisha yetu sisi na Waislamu wote kwa ujumla, awasamehe wazee wetu waliotangulia na Waislamu wote kwa ujumla ambao wametangulia katika maisha ya kaburini. Kadhalika na kuomba katika mambo mengine, katika kila mmoja na shida zake. Sawa, kila mmoja ana shida zake, anatakiwa amlilie Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumalizia mlango huu, Sheikh anasema wa yushra'u at-takbiru, na hili ni jambo la tano, katika mambo yenye kuonesha ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Annahu yustahabbu at-takbiru fihi, yustahabbu at-takbiru fihi, inapendeza kuleta takbira kwa wingi siku hii ya Arafa, kuanzia alfajiri yake kukithirisha kuleta takbira. Anasema wa yushra'u takbiru, na ni sheria, kwa maana inapendeza kuleta takbira min fajri, kuanzia alfajiri yaumi Arafata, alfajiri ya siku ya Arafa, ila akhiri ayami at-tashriq, mpaka mwisho wa masiku yale ya tashriqi, siku ya tarehe 13, siku ya 13 Dhulhijja. Lithubuti dhalika ani salafi salihi, wa kuthibiti hilo
kwa wema waliotangulia, ay as-sahabatu, imethibiti hilo kutoka kwa masahaba, wattabi'un, kadhalika na attabi'un, wa atba'u attabi'in, kadhalika na waliowafuata attabi'in na a'immatul huda. Kwa hiyo imethibiti hiyo kutoka kwa masahaba kukithirisha kuleta takbira kuanzia alfajiri Arafa mpaka mwisho wa ayamu tashriq. Qala ibn Taymiyah, rekebisha hapo wameandika qala, ni kosa hilo, hiyo alifu imezidi hapo, ndio maana ikaonekana ni lam, lakini hapa alikusudia qala ibn Taymiyah. Amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, annahu ashharu al-aqwali wa huwa alladhi alayhi al-amalu. Annahu, ni kwamba kauli hii iliyotajwa hapa, hii kauli aliyoitaja Sheikh hapa kwamba albad'u bitakbiri min fajri yawmi arafata, kauli inayosema kuanza takbira alfajiri ya Arafa mpaka mwisho wa siku za tashriq. Kauli hii Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema annahu ashharul aqwali, ndio kauli mashuhuri zaidi kuliko kauli zingine. Ashharu, tia irabu hizo, usije ukasema ashhuru. Ukisema ashhuru tafsiri yake ni nyingine, usije tafsiri mnyezi hapo. Annahu ashharul aqwali, ni kwamba kauli hii ndio kauli mashuhuri zaidi kuliko kauli zingine. Wa huwa alladhi alayhi al'amalu, na hii kauli ndiyo ambayo inafanyiwa kazi. Wa huwa alladhi alayhi al'amalu ay 'inda an-nasi, na hii ndiyo kauli ambayo wanaifanyia kazi watu wengi, kwamba takbira zinaanza alfajiri siku ya Arafa na zinaendelea mpaka mwisho wa siku za tashriq. Wa kana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na alikuwa Ibn Umar Allah amridhie, yukabbiru bimina, akileta takbira akiwa Mina, bimina, akiwa Mina. Mina ni ism makan, ni jina la sehemu, shuka tumia ukadhani kwa ni jina la mtu. Alikuwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yukabbiru, akileta takbira bimina, akiwa pale Mina. Tilka al-ayami, hayo masiku, kwa maana ayami tashriq, masiku ya tashriq. Mina ni katika sehemu takatifu ambazo manasiki alhaji zinafanyika hapo. Baadhi ya ibada za haji mahujaji wanazitekelezea hapo, kwa maana ile mwezi 8 wakitoka pale walipo kwenye mahoteli yao, mahujaji wanahirimia haji, labbaik allahumma hajjan, wote wanatoka pale Maka mjini wanaenda Mina. Ndio hii Mina. Huko Mina ndio kuna mahema na kadha, wanafikia humu, wanapumzika, wanafanya ibada, wanaswali, wanaleta adhkari, wanasoma Qur'an, wanasikiza mawaidha na nyinginezo tayari. Kwa hiyo anasema Abdullah ibn Umar alikuwa akileta takbira akiwa Mina, tilka al-ayami, masiku hayo, kwa maana masiku ya tashriq. Wa khalfa as-salawati, na baada ya sala. Wa khalfa as-salawati ay aqba as-salawati al-khams, baada ya sala tano, kwa maana baada ya salamu ya kila sala. Baada ya salamu ya kila sala analeta takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Sawa, alikuwa akileta takbira Abdullah ibn Umar katika siku hizi za tashriq baada ya kila sala ya fardhi.
wa ala firashihi, kadhalika na anapokuwa katika godoro lake, anapokuwa amejilaza kwenye kitanda chake au kwenye godoro lake, analeta takbira. Si tu akiwa msikitini, bali hata akiwa nyumbani amelaza ubavu wake analeta takbira. Wa fi fustatihi, kadhalika na anapokuwa katika hema lake, fustatihi ay fi khimatihi, na anapokuwa katika hema lake pia analeta takbira. Wa majlisihi, kadhalika idha kana fi majlisihi, anapokuwa katika majlisi yake, anapokuwa katika sehemu ameketi, anapokuwa amekaa pia analeta takbira. Yani idha jalasa aidan dhakara Allah, anamtaja Allah akiwa amekaa, akiwa amelala, anamtaja Allah tabaraka wa taala. Wa mamshahu, kadhalika anapokuwa anatembea alikuwa akimtaja Allah tabaraka wa taala kwa kuleta takbira. Wa mamshahu tilka al-ayami jami'an, alikuwa akileta takbira tilka al-ayama, masiku hayo, jami'an, yote, yani masiku haya, siku ya Idi kadhalika na masiku matatu baada yake. Taib, hii ni athari ameileta shekhe hapa kama dalili ya Abdullah ibn Umar alivyokuwa akifanya, akileta takbira katika haya masiku ya tashriq ambayo na sisi tunahimizwa, lakini pia na sisi huwa tunafanya hivyo katika Idul Hijja. Haya masiku ya tashriqi tunaleta takbira kila baada ya sala mpaka siku ya tatu. Nukta ya mwisho anasema wayakunu takbiru biduni tahdidi adadin muayyan, na takbira zinakuwa bila kuhaddid, bila kudhibiti idadi maalum. Takbira zinaletwa bila kudhibiti idadi maalum, kwamba takbira sasa tunaleta ngapi, hazina idadi maalum. Wewe lete tu, ukiona umechoka pumzika, tayari ukiona uchovu umeisha endelea, bila kuangalia idadi ngapi. Biduni tahdidi adadin muayyan wala bisautin jamai, pia zinaletwa takbira bila kusubiri na bila kuzingatia sauti ya pamoja, wala bila kuzingatia sauti ya pamoja. Wala bisautin jamaiyin wahidin, bila kuzingatia sauti ya pamoja, yani bila kuzingatia sauti ya jamaa moja. Wala fi waqtin muhaddadin, wala bila kuzingatia wakati maalum, kwa maana zinaletwa muda wote. Hii ni takbirul mutlaq kama tulivyoeleza jana, takbira ambazo hazijafungwa na wakati maalum, zinaletwa muda wote. Lakini kuna takbira ambazo ni muqayyada, kuna takbiru almuqayyadu, takbira ambazo zimefungwa kwa wakati wake, kama hizi zinazoletwa kila baada ya sala ya fardh. Hizi zinaitwa at-takbiru al-muqayyad, zina wakati wake, kila baada ya sala ya fardh zinaletwa. Amma takbiru al-mutlaq ni takbira ambayo yani ni muda wote unatakiwa kufanyaje, kuzileta takbira. Kwa hivyo takbira zina hali mbili katika kuletwa imma kwa itlaq, moja kwa moja bila kuchunga time, bila kuhadidi muda maalum, au takbira ambazo zinakuwa na muda maalum kama vile takbira zinazoletwa baada ya sala. Lakini pia hata zile takbira za baada ya sala msisubiri kuleta kwa sauti moja, bali kila mmoja alete takbira kivyake. Kwa baada ya salamu tu kila mmoja baada ya astaghfirullah Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Unaleta takbira bila kusubiri kwamba imama amekuanzishia. Maana kuna wengine kama imama hajaanzisha basi na yeye anaondoka. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tubakie hapo leo inshallah, na kesho tutaendelea na sehemu
iliyobaki. Kama tutamaliza kesho itakuwa ndo mwisho wa darasa insha Allah, na kama hatutomaliza basi tutaangalia ima tumalize Jumapili au tuje tumalizie Jumatatu na tufunge kabisa ili tutoe mapumziko ya sikukuu insha Allah taala. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.